Katika kuelekea kufunga mwaka wa 2025 na kukaribisha mwaka 2026, Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia Bodi ya Utalii Tanzania imewaletea tamasha kubwa, tamasha tunasema la kufunga mwaka na TAWA. Tamasha hili linaanza kuanzia leo siku ya Jumamosi tarehe 20 Disemba na tunatazamia litakwisha tarehe 5 Januari 2026. Tamasha hili linalenga kwanza kuhamasisha Watanzania kuweza kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo nchini. Sisi kwa namna moja au nyingine, namna ya kipekee, tumeona tutumie fursa hii kuwakutanisha wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam kukutana katika viwanja hivi kwa ajili ya kuweza kuona shughuli mbalimbali zinazofanywa na taasisi hii ya TAWA. Mojawapo ya mambo ambayo Watanzania wakifika katika eneo hili la viwanja vya Sabasaba litakalofanyika ni kutakuwa na maonyesho ya wanyamapori. This time around tuna wanyamapori wengi zaidi tofauti na wale ambao wananchi wamewazoea. Kipekee zaidi tunaye mnyama tembo. Tunaye mnyama tembo ambaye sasa ameingia katikati la jiji la Dar es Salaam. Tutakuwa na tembo wawili. Tembo mmoja anaitwa Misungwi, lakini tembo mwingine anaitwa Mary. Mary ni tembo jike, Misungwi ni tembo dume. Hili jina Mary lilitokana na aliyekuwa naibu waziri wa maliasili, Mary Masanja. Na Misungwi pia aliyekuwa kamishna wa TAWA ambao kwa sasa ni mstaafu. Tembo bwana ni wanyama ambao wanafundishika, wanalea kama watoto, hawana shida na binadamu, wanakaa vizuri na watu vile wewe mwenyewe unavyowapenda. Na kwa ujumla pia hatuwashauri jamii kuwaogopa hasa wanapokuta watoto kama hao. Unaweza kuwachukua ukatoa taarifa kwenye kituo cha maliasili sehemu husika, wakaja pale wakatoa ushirikiano. Tukimzungumzia Misungwi ni moja ya mnyama mtaratibu, mzuri, ambaye ni msikivu, ukimwita anakuja, ukimwambia fanya hivi anaelewa. Vile vile naye na Mary pia ni hivyo hivyo. Ukiwaita wote wanakuja kwa kukusikiliza. Naitwa Beatus Maganja, ni afisa habari wa Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA. Katika kuelekea kufunga mwaka wa 2025 na kukaribisha mwaka 2026, Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia Bodi ya Utalii Tanzania imewaletea tamasha kubwa, tamasha tunasema la kufunga mwaka na TAWA. Tamasha hili linafanyika katika viwanja vya Sabasaba, Kilwa Road hapa jijini Dar es Salaam. Tamasha hili linaanza kuanzia leo siku ya Jumamosi tarehe 20 Disemba na tunatazamia litakwisha tarehe 5 Januari 2026. Tamasha hili linalenga kwanza kuhamasisha Watanzania kuweza kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo nchini. Sisi kwa namna moja au nyingine, namna ya kipekee, tumeona tutumie fursa hii kuwakutanisha wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam na mikoa iliyo jirani na huu mkoa wa Dar es Salaam kukutana katika viwanja hivi kwa ajili ya kuweza kuona shughuli mbalimbali zinazofanywa na taasisi hii ya TAWA. Mojawapo ya mambo ambayo Watanzania wakifika katika eneo hili la viwanja vya Sabasaba litakalofanyika ni kutakuwa na maonyesho ya wanyamapori. This time around tuna wanyamapori wengi zaidi tofauti na wale ambao wananchi wamewazoea. Kipekee zaidi tunaye mnyama tembo. Tunaye mnyama tembo ambaye sasa ameingia katikati la jiji la Dar es Salaam. Tutakuwa na tembo wawili. Tembo mmoja anaitwa Misungwi, lakini tembo mwingine anaitwa Mary. Tembo hawa tayari wapo katika hili tamasha. Tunao hapa.
ni kitu cha kipekee sana. Lakini tunaye mnyama pendwa, mnyama maarufu anaitwa kasongo. Jina lake halisi ni mnyama anaitwa ngiri. Kwa hiyo kwa jina maarufu sasa hivi anafahamika kama kasongo. Wengine wanasema kasongo mbonaweho. Sasa kasongo mbonaweho yupo hapa. Tunao kasongo wawili hapa. Heka nyingi zitakuwepo hapa katika hivi viwanja. Kwa hiyo tunatumia fursa hii kuwaalika Watanzania. Lengo ni kuwakusanya pamoja. Unajua kumekuwa na harakati nyingi, pirika nyingi kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka kuelekea kipindi hichi cha kufunga mwaka. Watu wanakuwa na stressi, watu wanakuwa na pambana kuhakikisha kwamba wana pirika za maisha, lakini wanakosa muda wa kupumzika. Huu ndio wasaa mahususi kwa ajili ya wao kuweza kupumzika kwa kuja kujionea na wanyamapori, kufanya vitu ambavyo hawajawahi kuvifanya. Unapofanya vitu ambavyo si vya kawaida ambavyo umekuwa ukivifanya siku zote, vinakusaidia kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba unapunguza msongo wa mawazo. Jambo lingine, wale wananchi ambao watapenda kupiga picha na hizi specimen, taswira za wanyamapori zitakuwepo hapa. Hizi taswira za wanyamapori zitakuwepo hapa. Kiingilio. Lakini kuna fursa ambayo wapo ambao wanatamani kumiliki nyara za serikali kihalali. Kuna mikia ya nyumbu itakuwepo hapa, ngozi za fisi, mtu kama anataka jino la ngiri yatakuwepo hapa, na vitu mbalimbali ambavyo wangependa kuvimiliki kihalali. Hii ni fursa kwao, hii ni fursa kwenu wananchi. Njooni mpate hizi nyara za serikali, mmiliki kihalali, ili kuepuka zile changamoto za hapa na pale za kutafutana huko na vyombo vya sheria. Njooni mmiliki kihalali, kwa sababu bidhaa hizi, nyara hizi za serikali zitakuwepo, na sisi kama serikali tutawamilikisha kihalali. Kwa hiyo tamasha hili limekwisha anza leo. Wananchi mnakaribishwa, njooni muone wanyamapori, lakini muone fursa mbalimbali zinazopatikana hapa, fursa za uwekezaji. Karibuni Watanzania wote. TAWA tunawaalika, tumewasogezea tembo. Tembo ametoka katika hifadhi zetu, leo ametua katika jiji hili la Dar es Salaam, katikati ya jiji la Dar es Salaam. Karibuni Watanzania, njooni mtembelee viwanja vya Sabasaba hapa Kilwa Road, muweze kujionea wanyamapori hawa.